Ni muhimu kwa kutambua kuwa ujenzi wa uchumi imara wakati fulani ni vita, na si ajabu tunapofikia hatua hii kujitokeza watu ambao wanatamani kurudisha nyuma jitihada tunazofikia. Ni vizuri wa Tanzania haya mara zote tunapokaa mpaka ngazi ya familia tuyawaze. Zipo vita za kibiashara, hizo zipo, kwamba watu tu wanaweza wakawaza hawa wanajenga reli kusini, kati na kaskazini. Hivi sisi bandari zetu zitapata mzigo gani? Wapo wanao, mkuu wa mkoa ukishasema kufufua bandari hapa, wapo wanaowaza na wenyewe bandari zao. Ili meli zisishuke hapa, wanatamani paonekane hapako salama. Zipo hizo vita za kibiashara. Lakini pia zipo vita za kiuchumi. Zipo vita za kiuchumi kwa sababu rasilimali zetu zipo ambazo wengine hawana. Na mimi nitaendelea kuisema tu hata wakereke. Ndiyo, Mungu aliumba kila nchi akaipa na rasilimali zake. Rasilimali za Tanzania ni za Watanzania. Na Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo, anayetaka aje tushirikiane. Aje tushirikiane. Kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa chuo, bahati nzuri na wewe umewahi kuwa waziri wa fedha tena katika kipindi kigumu. Kuna vipindi viliwahi kupita ambapo kulikuwepo na inayoitwa misaada, basket funds. Na Mheshimiwa waziri wa elimu umewahi kuwa katibu mkuu pale Hazina. Zilikuwa zinaitwa basket fund. Msamiati huo ulishaisha, wa basket fund, wa msaada ulishaisha. Kwa hiyo kama tuna rasilimali zetu, lazima tuzilinde kwa wivu, kwa sababu hizo ndizo zitakazosomesha watoto wetu, hizo ndizo zitakazojenga miundombinu, hizo ndizo zitakazotumika kwenye bima ya afya kwa wote. Ndio, lazima tuzilinde kwa wivu. Hata kama watu wanaungana kutuandika mitandaoni, wajue na wenyewe wana nchi yao na hii ni nchi yetu. Na sisi tunawashauri wawe na adabu wanapoandika nchi iliyo huru. Hivyo ni waombe Watanzania wote tusikubali kugombanishwa, kuchochewa au kutumiwa ili kuiangamiza nchi yetu, na wakati wote tutumie mifumo ya kisheria na kikatiba katika kupata masuluhisho ya masuala mbalimbali. Kwa pamoja tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wetu katika kupiga hatua kwenye hatua ambazo amezichukua, ambazo zinalenga kurudisha umoja wa kitaifa na utangamano ndani ya jamii yetu, na kuweza kuhakikisha tunasonga mbele huku tukinufaika na rasilimali za nchi yetu. Tuwe mbele na tuweke mbele uzalendo wa kuipenda nchi yetu na kuhakikisha matukio yanayojitokeza hayajirudii tena. Tuendelee kulinda amani, umoja na mshikamano wetu kama nguzo kuu ya kulinda uhuru na rasilimali na mustakabali wa taifa letu. Lindi Kuchele. Ninapenda kutoa pongezi za dhati kwa Benki ya Dunia kwa kuendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufanikisha miradi ya maendeleo. Tumeona ushirikiano huu ambao tumepata katika miradi mbalimbali, na mradi huu wa vyuo vikuu wa elimu ya juu ambao tunaamini utawezesha kampasi hii kuanza, na serikali itaendelea kushirikiana na taasisi ya Benki ya Dunia katika kukamilisha kwa wakati na kwa ubora unaokusudiwa kwenye mradi huu. Mheshimiwa mkuu wa chuo, nimalizie kwa kusema nimepokea zile hoja kwa niaba ya serikali ya kuongea na Benki ya Dunia pamoja na taasisi zingine za kifedha kwa ajili ya hatua inayofuata ya pili, kama ambavyo mkuu wa chuo umeelezea vizuri.